Ya, nafikiri ni usajili ambao ni bora sana kaka. Ukiangalia katika majukumu ambayo Yanga wameenda kutafuta kiungo kama huyu, ni majukumu ambayo sifa ambazo anazo sifa tatu. Sifa ya kwanza, ana uwezo kucheza kama single private kama mwenyewe kama namba sita, na pia ana uwezo kuwa box to midfielder, na maanisha ni kiungo ambaye anaweza kafanya kazi mbili uwanjani. Anaweza akawa anazuia na pia anaweza pia kwenda kushambulia. Hawa ni viungo ambao ni adimu kwelikweli duniani kwa hivi sasa kaka, katika majukumu ya modern football ya hivi sasa ambavyo wanahitaji viungo wa namna hiyo. Ukiangalia ana uwezo wa kupora mipira, ana uwezo wa kuanzisha mashambulizi, na pia ana uwezo kwenda kuataka katika zoni ya timu pinzani, na pia ana jicho la kupiga pasi. Kwa hiyo nafikiri Yanga wamepata namba sita ambaye anaweza kakizi mahitaji ya Dar es Salaam Afrika. Kama unakumbuka, maybe unamkumbuka Khalid Aucho, alikuwa ana sifa za namna ile, lakini sema yeye amezidiwa kidogo na Fredi Ngoma ambaye ameonekana na ubora huo sana katika maeneo mengi akiwa amefanya katika eneo la uwanja. Amekuwa na ubora mkubwa sana, na pia ana uwezo wa kuficha mahali, na pia ana uwezo wa kutengeneza athari katika timu pinzani, na pia ameonekana kwamba ana nguvu. Unajua, ukimzungumzia Fredi Ngoma ana kasi na ana nguvu, na ukiangalia hata height yake aliyoko nayo kaka, unagundua kwamba Yanga wamepata mchezaji kweli kweli. Lakini kitu ambacho mimi nimekuwa mara kwa mara nimekuwa nikisema kwamba muda ndo unakuaga adui ama unakuaga pia rafiki kuja kutoa hukumu kwa Fredi Ngoma katika ligi kuu Tanzania bara, maybe pia katika michuano mbalimbali, na maanisha Champions League barani Afrika, na hata pia kombe la Azam ambalo pia vimekuwa vilabu vingi vikishiriki, na maanisha FA. Kwa hiyo ukiangalia kwa namna fulani kaka, Yanga wamepata mchezaji ambao ni mzuri sana katika mazingira ambayo nimekutajia hapo awali. Katika mfumo wa 4-3-3 ana uwezo wa kutumika pale na kaza kwa katika ubora wa hali ya juu. Katika pia mfumo wa 4-2-3-1 ana ubora huo kama kucheza kama viungo wawili wazuiaji. Kwa hiyo nafikiri Yanga wamepata kiungo ambao ni bora sana, na wanajivunia kwa hichi ambacho injinia amekifanya na GSM kwenda kudondosha jicho lao pale Olympique de Safe ya pale Morocco. Nafikiri kuna kitu ambacho GSM walikiona na wameenda kukichukua, ndicho ambacho mashabiki wa Yanga walikuwa nakisubiri kwa hamu kuona kwamba utambulisho huu utaenda kuwapa faida gani katika klabu yao kwenda kuanza msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara 2026 2027 kaka, ambao unaenda kung'oa nanga muda sio mrefu, ukiwa unatanguliwa na ngao ya jamii ambao unaenda kucheza kule visiwani, na maanisha Zanzibar tarehe 12 huko, wakiwakutanisha Simba na Yanga katika mechi hiyo kaka, na hapo ndipo jicho langu litaenda kumumulika zaidi Fredi Ngoma katika ubora wake, majukumu hayo ambayo anatakiwa kwenda kuonyesha katika mechi dhidi ya Simba na Yanga kaka. Sawa, namba sita kwa Young Africans imekuwa na changamoto sana tangu aondoke Khalid Aucho. Amekuja Musa Bala Conte akiwa na matikimo makubwa sana, na ni mchezaji ambaye aliimbwa. Huoni bado mashabiki wa Young Africans wanapata mashaka mara baada ya usajili huu wa Fredi Ngoma, wakilinganisha na promo ambayo alifanyiwa Musa Bala Conte? Ya, nafikiri usajili huu haujapigiwa chapuo sana. Nafikiri macho na watu wengi walikuwa wanampendi sana Mabula, ambaye alionekana kwamba yuko karibu sana kujiunga na mitaa Jangwani na Twiga, na maanisha Dar es Salaam Afrika, ambao watu wengi na mashabiki mbalimbali, hata wale wachambuzi nguli na media nyingi zilikuwa zinajua kwamba Mabula ataenda kujiunga na Dar es Salaam Afrika. Lakini kwa bahati nzuri jicho limeenda kuona tofauti kwa Fredi Ngoma, ambaye ameonekana kwamba watu wengi hawakutarajia kama endapo yeye ndo atakuwa atasajiliwa na Dar es Salaam Afrika kwenda kuchukua majukumu la eneo la namba sita. Kwa hiyo mimi ni watoe shaka wananchi na Watanzania kwa jumla na wale wapenda soka kwamba huu ni usajili ambao utakiwa kupewa pressure, ni usajili ambao unaenda kuwapa Yanga kilicho bora katika msimu huu 2026/27, sababu kiangalia aina yake ya uchezaji ndicho ambacho Yanga msimu uliopita walikuwa wanafeli kupata kiungo wa namna hii, kiungo ambaye ana sifa tatu. Sifa ya kwanza, ana uwezo kulitawala dimba. Sifa ya pili, ana uwezo pia wa kuchezesha timu. Sifa ya tatu, pia ana uwezo kufanya pressing na kaweka mazingira ambayo ni bora kwa timu yake kuwa katika ubora katika eneo la kiulizi na pia katika eneo la kushambulia. Kwa hiyo hizo ni sifa za Fredi Ngoma ambaye wananchi walikuwa hawatarajii kama endapo Dar es Salaam Afrika wangemsainisha na kumtambulisha usiku huu wa leo, ambao ametambulishwa rasmi kama ni mali ya mwananchi kaka. Kwa hiyo kwa namna fulani
sitegemei kwamba wananchi watamwekea pressure kiungo huyu mahiri ambaye ameonekana katika ligi ya Morocco, ameonekana kufanya vizuri. Nafikiri pia wananchi kama wanafuatilia mechi mbalimbali nchini Morocco, nafikiri kiungo huyu sio mgeni kwao, katika macho yao amekuwa na ubora mkubwa sana. Akiwa na mpira mguuni ni disaster kweli kweli, kwenda kumpokonya mpira inabidi uwe na akili ya ziada. Ni kiungo ambaye cha kwanza haogopi kufanyiwa pressing na timu pinzani. Ana uwezo kukaa na mpira mguuni, na pia ana uwezo wa kukokota mpira, na pia ana uwezo wa kuweza kupiga pasi ambazo zitakuwa na athari katika timu pinzani. Kwa hiyo kwa namna fulani, kwangu mimi nadhani wananchi wamepata kiungo ambao ni bora na kiungo ambao ni mnyumbulifu katika mazingira pale ambapo mwalimu wa Dar es Salaam Afrika atakuwa anahitaji kumtumia katika maeneo ambayo ni finyu. Nafikiri kiungo huyu ana ubora huo wa kufanya majukumu ambayo nitakuwa ni bora kuibeba Dar es Salaam Afrika katika majukumu ambayo ni mazuri zaidi kaka. Ligi ya Morocco na ligi kuu ya Tanzania bara ni tofauti. Ni kama tumekuwa tukiona wachezaji wakitoka katika ligi tofauti barani Afrika, huko walikotoka wanakuwa na uwezo mkubwa sana, lakini wanapokuwa wamewasili katika ligi ya Tanzania, wanapoanza kuvitumikia vilabu vyao vya Tanzania ambavyo vimewasajili, vimewapa imani kubwa, wanakuwa hawafanyi vizuri na wanapotea katika ramani ya soka. Huoni kama kwa namna moja ama nyingine tunaweza tukaona yanatokea Fred Ngoma? Hapana kaka, nafikiri kitu ambacho kinawafanya wachezaji wengi wa kigeni wakija katika ligi kuu Tanzania bara wanafeli pakubwa, nafikiri ni pressure ya waandishi wa habari, sisi wenyewe hapa, na pia pressure ya mashabiki ambao tumekuwa mara kwa mara tukiwabeza katika uwezo. Nafikiri kama wataaminiwa, nafikiri pia kuna kitu cha kujifunza. Mfano kama unakumbuka Allen Okello alipokuja mara ya kwanza, watu mbalimbali walianza kubeza usajili wake wakisema kwamba hapa Yanga wameangukia pua, lakini kila kitu kinahitaji muda na kila kitu kinahitaji kuzoea mazingira. Ndicho ambacho mimi ninachoamini kwamba usajili huu unahitaji ni mazingira ambayo ni bora, ili uweze kuzoea hali halisi na pia kuzoea muunganiko wa kitimu. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kwamba kama endapo mashabiki wa Yanga watamuunga mkono na pia watavumilia kwa kile ambacho kipindi atapitia, nafikiri lazima pia anaweza kupitia kipindi kigumu kwa wakati ambao ataenda kutua katika mechi yako ya kwanza. Kumbuka hili ni taifa ambalo lina pressure kubwa sana kwa mashabiki wa vilabu hivi, wana demand performance ya hali ya juu kule ambapo wametoka, na pia viwanja pia kaka vimekuwa ni tatizo sugu sana kwa wachezaji wengi kutoka katika ligi mbalimbali, kwa sababu ukiangalia nchini Morocco kuna viwanja ambavyo ni vya standard vya hali ya juu sana. Ukitoa Benjamin William Mkapa ambao pia umekuwa na uwezo wa kuruhusu timu kuflow, na pia ukiangalia Chamazi pale Azam Complex imekuwa na unaruhusu pia timu kuflow. Ukiangalia kule Zanzibar pia pamekuwa na uwezo wa viwanja vingi kuruhusu timu kuflow, lakini ukiangalia katika viwanja vya away, na maanisha viwanja vya ugenini, sio rafiki sana kwa wachezaji wengi ambao wana ubora mguuni kuonyesha ubora wao wakiwa katika viwanja vyao, kwa sababu viwanja vya away vinalazimisha hata pia system ya mwalimu kubadilika kutokana na mazingira ya uwanja. Kwa hiyo hivyo navyo inaweza kuwa sababu ya muhimu sana kuja kusababisha viungo wengi ama wachezaji wengi ambao wanatoka katika ligi ya mbali kuja hapa Tanzania wakawa wanafeli katika mazingira ya aina ya uwanja. Kwangu mimi ningemwambia sisikilize maneno ya watu na afocus na kazi yake ambayo imemleta mitaa Jangwani na Twiga, na maanisha Dar es Salaam Afrika. Kwa hiyo ni kazi yake mpya, na pia anajua kwamba amekuja kwenye klabu ambayo na demand kila siku performance ya hali ya juu, kila siku ushindi ambao wananchi wanaotegemea kutoka kwake, na pia mazingira ambayo ni bora kutoka kwake, ndio atakayomfanya wananchi kumuimba na kumpa heshima ambao wachezaji wengi wamepewa kutoka Dar es Salaam Afrika. Kwa hiyo kwa namna fulani naamini kwamba kama endapo atakuwa anasikiliza radio kwa hivi sasa, kuna kitu ambacho atakuwa anakipata na atakuwa pia anakifahamu kwamba amekuja katika ligi ambayo media nyingi zinajua kuwakosoa wachezaji, zinajua pia kuwarekebisha wachezaji, zinajua pia kuwasifia wachezaji. Kwa hiyo yeye kama yeye atakuwa kuadapt mazingira ya ugumu, na pia mazingira ambayo atakuwa na ubora wa hali ya juu katika eneo la pressure kaka. Kwa hiyo kwa mimi natumai kwamba atakuwa na kazi ambayo iliyotukuka katika ligi kuu Tanzania bara katika michuano mbalimbali barani Afrika kaka. Kwa kuhitimisha sasa, unadhani Young Africans wanalenga nini hasa ya nafikiri msimu uliopita hawakuwa na ubora mzuri sana wa kucheza, japo walipata matokeo katika mechi ambazo ziliwaamulia ubingwa, lakini hawakuwa na kitu ambacho kilisababisha mashabiki wao kuvutia sana katika eneo la pitch. Lakini nafikiri msimu huu pia
bado wanategemea kwenda kuendeleza ubabe wao ndani ya ligi kuu Tanzania bara na pia katika michuano ya kimataifa, kwa sababu ukiangalia katika msimu huu wa 2027 katika michuano 2026 na 27 katika michuano ya Champions League barani Afrika, nafikiri bado pia Yanga wana nafasi nzuri sana, kwa sababu ukiangalia National Al Ahly hayupo katika michuano hii mpaka hivi sasa. Kwa hiyo nafikiri Yanga pia wanaangalia michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwamba ni kigezo pia ambao na wao ukiangalia usajili wao kama Peter Sololile ambaye pia ametambulishwa mitaa ya Jangwani, na ukiangalia Freddy Ngoma ambaye pia ametambulishwa katika mitaa hiyo, na washambuliaji kadha wa kadha ambao wametambulishwa ndani ya kikosi ya Yanga. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu ambacho Engineer na GSM wanataka kuwapatia mashabiki wa Yanga. Nilikuwa nimekisema mara kwa mara kwamba ipo siku inaweza katokea Dar es Salaam Afrika ikawa timu ya kwanza Tanzania kwenda kuleta kombe la Champions League barani Afrika katika michuano ambayo watu wengi huenda wasitegemea, lakini nafikiri msimu huu kuna tukio ambalo linaweza kutokea katika mitaa ya Jangwani na washabiki wa Dar es Salaam Afrika wakawa na furaha ambayo huenda wasitarajia. Lakini kwa msimu huu nafikiri kuna kitu ambacho Engineer anaamua kukitengeneza katika kikosi chake, kwa sababu ukiangalia kwa aina ya kikosi ambacho hivi sasa kilicho, unaangalia kabisa kwamba kuna kitu ambacho Engineer anakilenga msimu huu katika michuano mbalimbali ya barani Afrika, hususan katika ligi kuu Tanzania bara. Yanga hana mpinzani, ametoa taji hili mara 5 mfululizo. Kwa hiyo nafikiri kwa hivi sasa atakuwa anaangalia hasa katika michuano ya kimataifa kaka.